kitabu kuwa Elia alijua Mungu wake na alikuwa tayari kujaribiwa. Bwana asifiwe. Huko wakati ambapo maisha yako uko tayari kujaribiwa. Uko tayari kujaribiwa katika safari yako wokovu. Mpaka uwe mahali ambapo moyo wako inakubali kukutana na majaribio katika hali yako ya wokovu ili udhibitishe kuwa imani yako katika Mungu wako. Ni katika ile hali ya majaribio ambapo unapitishwa katika mambo kama haya na kuamini kuwa Mungu wako Mungu ambaye ni wokovu wako, Mungu ambaye alikukomboa kutoka kwa ufalme wa giza wakati ambapo huko unamjua Mungu, akakuokoa na akakuleta akakubadilisha kutoka hiyo hali ambayo ulikuwa na akakufikisha mahali amekufikishia. Bado uko na imani naye kuwa hata safari na mahali amekuita bado atakuwezesha kukufikisha mahali anakupeleka. Bado unaamini neno ambalo lina neno mtumishi wako anakunenea, unabii ambao unapeana juu ya maisha yako. Bado unaliamini na kuamini kuwa huyu Mungu ambaye alianzisha jambo jema katika maisha yako, ambaye alianza kusafiri nawe, bado akona nguvu na uweza ya kukusafirisha ile njia ambayo safari ambayo imebaki mbele yako na kuwezesha kutimisha ahadi yako, ile kusudi ambalo ameweka katika maisha yako. Je, bado uko na imani? Kwa sababu hii ni wakati ambapo tunafaa tuache ile hali ya kuwa wana katika kiroho. Wana wa kiroho ni wale ambao bado hapate kujua Mungu wao, undani wa uwezo wa Mungu wao. Undani wa uwezo wa Mungu wao kuwa ile wakati ambapo unapitia katika majaribio, utabaki bado kusimama pale wakati hauna fedha za katika jioni ambapo unahitaji kulisha familia. Bado utasimama na Mungu wako wakati hauna hiyo fedha ya school fees, wakati marriage yako, ndoa yako iko na changamoto, bado unapata kuona kuwa hakuna kuelewana katika mahala pale. Bado utazidi kusimama na Mungu hapo, utasema hiyo siku kesho yake sikuji kanisani kwa sababu ya vita na changamoto katika hiyo ndoa. Hiyo vita na changamoto kwa hujapata kitu ya kula jana. Kwa sasa unasema unaona Mungu wako amechelewa kujibu na unaamua kubaki katika nyumba. Wewe ni Mkristo ambao umekuwa katika imani. Umetoka kwa ile hali ya utoto ambapo uko tayari kujaribiwa kwa sababu ya huyu Mungu wokovu wako ambaye alikukomboa. Mungu ambaye alikutoa katika ile hali ambapo huko unamjua na ukapata kukuangazia mwanga wake ili upate kutembea naye Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Jaribio ni katika kila mmoja wetu kuwa kama Mkristo ambaye unabeba ambao unamwamini Mungu wa kweli. Jaribio ni kwa ajili ya kila mmoja wetu. Tunafaa tuwe tayari na moyo yetu tumwambie Mungu atupe roho kubwa ya kubalia majaribio, ili wakati majaribio yanakuja, wakati huyo ndugu yako, huyo dada yako, huyo mama yako, mke, ambapo wakati hamtaelewana, bado utatoka katika uwepo wake, bado utatoka kuja katika kumwabudu Mungu, ama utazidi kumwabudu Mungu licha ya majaribio ambayo unapitia. Mahali ambapo umekosa zile fedha ambazo unatarajia, bado utakuja tu utashukuru Mungu na uzidi kuja kumshukuru Bwana Mungu. Uzidi kumwabudu kama mtu yule ambaye anatumaini kwa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Himizo langu tu ni kidogo kuwa tunapata tujue kuwa mipango za Mungu sio sawa na mipango za binadamu. Kwa wakati huu ambapo unapitia katika hayo majaribu, ni wakati ambapo unapata kujua katika macho yako mwenyewe, unaona ni kama umefika mwisho wa hilo jambo. Lakini wakati unaweza kusimama imara katika imani yako na kufahamu kuwa mpango wa Mungu ni tofauti na mpango wa binadamu, kuwa mawazo ya Mungu ambayo amekuwazia katika hiyo safari ambayo unapitia ni juu zaidi ya mawazo yako. Kwa mahali ambapo unaona umefikia mwisho, wakati unaona hakuna jambo ambalo hakuna njia pale ambapo huko, na unazidi kumtazamia Bwana, unazidi kusimama imara katika imani kumtumainia Mungu, ni katika ile hali ambapo umebaki imara katika Mungu, unakubali moyo wako ujaribie na kusema Mungu huyu, kwa sababu unaamini Mungu huyu ambaye alimtendea Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo, Mungu ambaye alitendea ile jana, ndio Mungu ambaye atakutendea hata wakati huu. Kwa unaamini Mungu huyu abadiliki. Mungu huyu aliyotendea wengine hata miujiza ambayo anatoa pale, ndio Mungu ambaye ataweza kutendea. Ni imani yako katika hiyo hali, utabaki imara katika imani yako kumwamini na kumjua Mungu wako. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Zaburi 125 inasema wale ambao watamtumainia Mungu wakawe imara kama mlima wa Zayuni ambao hautatingizika kamwe. Wale ambao watasimama imara
katika imani yao katika Mungu wao. Wanalinganishwa na mlima Zauni, ambapo licha yote ambayo yanafanyika katika maisha yako, imani yako itabaki kuwa yenye nguvu na kumtegemea Bwana, kuwa hautatingizika kamwe. Hiyo ndio wakati wa majaribio ambapo unahitaji kujuana na Mungu wako, kuwa wale ambao hawamjui Mungu wako, wale ambao hawajui Mungu, wakati wanaona umesimama imara,